Na katika hatua inayodhamiriwa kupiga jeki juhudi za kutokomeza ugonjwa wa kupooza pamoja na michipuko ya maradhi mengine humu nchini, Wizara ya Afya imezindua maabara pana ya kushughulikia ugonjwa huo katika taasisi ya utafiti wa matibabu KEMRI jijini Nairobi. Akiongea wakati wa uzinduzi huo hii leo, Waziri wa Afya Aden Duale alithibitisha kwamba kituo hicho kitasaidia kuimarisha mifumo ya kubaini mitindo ya chembechembe za msimbojeni na kupiga jeki sekta ya afya katika kanda hii. Kwa miaka na mikaka, wahudumu wa afya ambao wamekuwa wakiongoza vita dhidi ya ugonjwa wa kupooza pamoja na maradhi mengine humu nchini wamekuwa wakilazimika kutuma sampuli ughaibuni kupimwa, huku wakisubiri kwa majuma kadhaa kupata matokeo na jamii husika zikisalia kutatizika. Lakini sasa iko nuru gizani kufuatia uzinduzi wa maabara pana ya kushughulikia ugonjwa wa kupooza katika makao makuu ya taasisi ya KEMRI. The test used to be sent to South Africa, to CDC headquarters in Atlanta, Georgia, in the US. It used to take between 35 to 40 days. So now we are no longer going to rely on external labs. I think we want to see this as a legacy, let me say, asset. The idea is that beyond the polio, this infrastructure serves in strengthening surveillance and also diagnosis of other pathogen of epidemic and pandemic potential. Waziri wa Afya Aden Duale aliongoza uzinduzi wa maabara hiyo. Alisema mifumo hiyo haitasaidia tu vita dhidi ya maradhi hayo, bali pia kuwezesha ufuatiliaji wa karibu wa magonjwa kama vile Mpox, ukambi, surua na hata virusi vya Ebola, hatua itakayofanya Kenya kuwa taifa salama kutokana na misambao ya maradhi katika kanda hii. And above all, it will firmly establish Kenya as a regional leader in polio surveillance and research. So this lab will be used by many countries, from Yemen to Comoros to Ethiopia, Somalia, Eritrea, Sudan, and many other countries. Africa continues to record hundreds of public health events, from disease outbreaks, conflicts, floods, drought situation, and therefore building this capacity is paramount for enhancing our security. Duale alikariri kwamba kituo hicho kitabuni fursa tele kwa watafiti chipukizi humu nchini, hivyo basi kupiga jeki utaalamu kwa ajili ya ugunduzi wa mapema wa magonjwa. Serikali pia imeahidi kuimarisha ufadhili kwa taasisi ya KEMRI. Joseph Wahungu, Darubini.